Tunaona movie ya Yesu imekuwa sehemu ya mafundisho katika imani ya Kikristo, kumwelezea kuwa Yesu alizaliwa wapi, aliishi vipi, mpaka hatima yake ilikuwa vipi. Yaani tunaona movie ya Yesu inatumika kwa jamii ya Kikristo kuelezea maisha ya Yesu kiujumla, miujiza aliyofanya na mambo yote aliyoyafanya. Lakini bila kujua kwamba movie ya Yesu ni sanamu la kutisha sana, ambao watu wengi kama wangejua wasingeendelea kuiangalia ile movie, lakini kuitumia katika sehemu ya mafundisho. Kwa nini tunasema movie ya Yesu ni sanamu la kutisha? Basi fuatana na mimi zaidi kwa kina, bila kuanza kunihukumu wala kunitafakari kitofauti. Hebu nisikiza kwa makini sana. Ninapojenga hoja kwamba sanamu la Yesu au movie ya Yesu ni sanamu la kutisha, nakuwa najenga hoja kwa maandiko matakatifu. Lakini kabla hatujaenda huko kujenga hoja hii kimaandiko, kwanza lazima tuelewe mtu huyu aliyoigiza movie ya Yesu anaitwa nani na kiasili ametokea wapi. Mtu aliyoigiza movie ya Yesu kwa jina anaitwa Robert Poyle. Huyu bwana yeye alizaliwa mwaka 1944 pale nchini Uingereza. Robert Poyle mwaka 1977 ndipo rasmi amecheza movie au ameigiza movie ya maisha ya Yesu, ambayo jamii ya Kikristo huwa inaitumia katika mafundisho ya kumwelezea Yesu maisha yake na mambo yote ya ujumla aliyofanya Yesu katika uhai wake na katika hali yake ya kupopa duniani mpaka sasa yuko huko mbinguni. Sasa tuangalie kwa kina zaidi. Je, jambo hili ambalo alilofanya Robert Poyle kwa mujibu wa maandiko liko sahihi? Je, Wakristo kwa mujibu wa maandiko wanapaswa waendelee kutumia movie kama sehemu ya mafundisho? Kwanza lazima tuelewe kitu kimoja. Tunaposema movie ya Yesu ni sanamu la kutisha, lazima tuelewe kwamba kuna aina ngapi za sanamu. Sanamu kuna aina kuu 3 za sanamu. Sanamu ya kwanza tunasema ni sanamu ya kuchonga, kwa maana aidha kinyago au kitu chote kile cha kuchonga. Sanamu ya pili tunasema ni sanamu ya picha, kwa maana ya picha, yani hiyo ni sanamu ya pili. Sanamu ya tatu tunasema ni sanamu ya umbo, ambalo ya kwanza tumesema ya kuchora, ya pili tumesema ya picha, ya tatu tunasema ni sanamu ya kuchonga. Kwa hiyo kuna kuchonga, kuchora na picha, ziko aina 3 za sanamu. Sasa movie ya Yesu tunasema kwamba imeingia katika orodha ya hizi aina 3 za sanamu. Kwa nini sasa? Tajenga hoja yetu kupitia kile kitabu cha Kutoka 20 mstari wake wa 4. Sikiza vizuri hii aya ndio ujue kama sanamu ama movie ya Yesu ni sanamu la kutisha sana. Ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wake ule wa 4, maandiko yanasema hivi: usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Maandiko yamezuia mtu kujifanyia sanamu ya kuchonga. Afu yamesitiza, amesema hata kitu kilichokuwa juu mbinguni mfano wake usikiige wala kukitengeneza. Tunajua juu mbinguni kuna nini? Kuna malaika. Maana kuna tofauti kati ya mbingu na mbinguni. Mbingu ni anga, lakini mbinguni ni kwa Mungu mwenyewe. Kuna malaika, kuna Yesu ambaye yuko huko na Mungu mwenyewe. Sasa kitendo cha wewe kuchukua mfano wa kitu kilichokuwa juu mbinguni, kwa maana hata ya Yesu mwenyewe, akati picha ya Yesu haijulikaniki zaidi shairi, manake wewe unakuwa umetoka against na maandiko ambayo Biblia imeagiza. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, movie imechezwa kimakosa na imevunja amri ya pili ya Mwenyezi Mungu, ambayo inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga ya mfano wa kitu kilichokuwa juu mbinguni au hapa duniani. Kwa hiyo kiuhalisia yule sio Yesu.
Japokuwa kuna baadhi ya watu wanajua kwamba yule sio Yesu, ila ile movie imechezwa tu kwa mafundisho, maandiko yamekataza hapa. Lakini kuna baadhi ya watu hawajui kabisa kama yule sio Yesu, kwa sababu yule kwanza ni Mwingereza. Yesu sio mzungu wala sio Mwafrika au Mwarabu. Yesu alikuwa Mwisraeli, au kwa kauli nyingine naweza kusema ni Mwebrania. Sasa inakuwaje leo hii mtu hajifananishe yeye na Yesu wakati maandiko yamekataza? Na ndio maana athari zinazokuja kutokea, watu wametengenezwa sanamu katika akili zao, wametengenezwa sanamu katika mioyo yao. Leo hii wewe unanitazama ninaposema neno Yesu, yaani ninapoongea mimi neno Yesu, automatically katika ufahamu wako au katika ufahamu wa watu huwa wanamtafakari Yesu yule ambaye wa picha ya movie ile Robert Poel. Wewe kumbuka utapo neno Yesu utaona inakuja picha ya yule Bwana, maana tayari ukishatengeneza Mungu sanamu kwenye akili yako bila wewe mwenyewe kujua. Ndio maana Yesu mwenyewe anasisitiza katika kitabu cha Mathayo 24:24 anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo nao watadanganya wengi. Yule sio Kristo, yule ni Kristo wa uongo ambao wameletwa kwa makusudi maalum. Na ndio maana yule bwana alipocheza hii movie, Secret Society walimzawadia pesa nyingi sana. Kwa maana hii movie, kila movie inayochezwa duniani inakuwa ina mlengo, yaani inakuwa ina lengo maalum. Ndio maana yule bwana baada ya kucheza ile movie alipewa hela nyingi sana na Bwana, anaomba Bwana kwa sababu ilivunja amri ya pili ya Mwenyezi Mungu, usijifanyie sanamu ya kuchongwa. Watu wanatumia picha ile, kama wengine wamechukua picha wamebandika ndani, wengine wameka makanisani, wengine wanaitumia movie katika mazingira mbalimbali. Lakini kiuhalisia yale ni masanamu. Ile ni sanamu na maandiko yamekataza. Hii movie ipo kinyume kabisa na maandiko. Na normali nimekupa kitabu cha Kutoka hapa. Sanamu, kuna ile ya picha. Sasa kuna wengine wanachora kitu ambacho kitabu cha Habakuki ukisoma 3:10 au 2:10, soma kule maandiko yanasema sanamu ya kuchora naye yafaa nini? Hata yeye aliyefanya ni mwalimu wa uongo. Manake Biblia inakataza tawala watu ambao wanachora picha hii kuwa sehemu kama ya mafundisho. Sura halisi ya Yesu hakuna mtu anayejua, kwa sababu Yesu kaondoka duniani karne ya kwanza BC. Kaondoka karne ya kwanza AD. Naposema AD manake after them, yani kwa Kigiriki. Yesu kaondoka hapa karne ya kwanza. Tangu Yesu kaondoka mpaka sasa leo tupo karne ya 21. Kipindi cha Yesu yupo duniani kulikuwa hakuna TV wala kitu cha kumpiga picha ili picha yake ijulikane ilikuwa ya aina gani. Kwa hiyo Yesu kaondoka duniani pasipo na kujua kwamba Yesu sura yake iko vipi. Kwa hiyo kwa kuwa maandiko yenyewe yameshaonyesha kwamba Yesu alikuwa hajulikani sura yake iko vipi, wewe Mkristo unatakiwa tu uelewe kwamba kulikuwa kuna Yesu. Soma uelewe kwamba alipitia haya, alikuja duniani kuleta Injili, akahubiri, akapaa, akaenda mbinguni. Haina haja wewe kutumia picha ya mfano. Biblia imekataza. Ile ni sanamu kwa mujibu wa kitabu cha nilichosoma, kitabu cha Kutoka 20:4. Usijifanyie sanamu ya kuchongwa ya mfano, elewa vizuri, ya mfano wa kitu kilichokuwa juu mbinguni au chini duniani. Yaani kule mbinguni hata kama kuna malaika usifanyie mfano wa sanamu. Kuna Yesu usifanyie mfano wa sanamu. Kuna Elia usifanyie mfano wa sanamu, kwa sababu watu hujawahi kuwaona. Kwa maandiko yamekataza. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana 4:20, Yesu anasema waabudiwa halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu anaabudiwa katika roho na kweli. Haina haja kuchora mimi picha ya sanamu. Asilimia kubwa ndugu zangu ni wasanue ile movie mmeiangalia, mmeclaim, lakini bila kujua kama mnamwabudu ule bwana Robert Poel. Na ndio maana kuna baadhi ya watu walitoka hapa kwenda kuonana naye tu, yani kama kutalizi naye, yani kumwangalia huyu Robert Poel yukoje. Wakaanza kumpa heshima kubwa, mpaka yeye mwenyewe kuna kipindi alikuwa anawaambia kwamba jamani, mimi sio Yesu, yeye ni mtu tu kutoka Uingereza ndio ameicheza ile movie. Kwa hiyo hii ni sanamu watu washatengenezewa. Maandiko yanasema maana watu waliacha ile amri ya Mungu wakakisujudu kiumbe. Paulo anajaribu kuelezea zaidi kitabu cha Thessalonike. Umeona, wakamwacha Mungu, wakaacha ile neema kweli,
wakakisujudia kiumbe. Ile andiko limetabiri kuhusu ile jambo. Kwa hiyo kiuhalisia, hata kama ulikopo unaiabudu ile picha, wewe fikiria tu, mtu akifikiria sasa hivi hapo kuhusu Yesu, akifikiria tu kuhusu Yesu, anamkumbuka yule bwana kakazi kwenye picha yake nyuma, sio kama kuna kajua, sio kuna kanini. Jamani, ile ni sanamu. Hebu tusanuke. Hakuna, Mungu hakuwa na mpango mtu aigize movie ya Yesu. Hakuna maandiko hayo. Kwa movie ya Yesu nitaendelea kusema na kusema tena kwamba movie ya Yesu sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Mungu hana mpango wa mtu aigize movie kwa ajili ya kujifananisha naye. Hakuna hiyo haya. Kwa hiyo Yohana 4:24 kama nilivyosema, Mungu ni roho, na waabudio yeye imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ukweli ndio unaohitajika. Haina haja mpaka uchonge kisanamu ama kinyago uendelee kuabudu. Kwa hiyo kama unaona hoja hii labda ipo kinyume na maandiko, acha hasira. Njoo hapo kwenye comment section au niambie unahitaji mazungumzo na mimi, tukae tujadili kwa kina zaidi. Lakini nimekwambia ukweli kwamba njoo na hoja za kimaandiko. Mimi nishakutolea maandiko kwamba movie ya Yesu ni sanamu la kutisha toka gizani. Wewe njoo na hoja ya kimaandiko kwamba una